kumbukumbu ya rais wa awamu ya tano ambaye aliongoza Tanzania katika kipindi cha miaka 6. Bwana, leo kumbukumbu ya John Pombe Joseph Magufuli. Siku kama ya leo ndio taarifa ilitangazwa ya kumpoteza rais wa awamu ya 6. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwe juu ya watu wote. Leo ni kumbukumbu au tunaita kumbukizi ya kukumbuka miaka 5 baada ya kuondoka kwake Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Wengine walikuwa wanamuita Chuma. Majina mbalimbali. Katika kumbukumbu hii yako mambo mengi. Unajua kwenye uongozi hauwezi kukusanya mambo mazuri tu. Uongozi una mambo mazuri, uongozi una mambo mabaya. Ndivyo kawaida ya uongozi. Kuna mazuri, kuna mabaya. Hata na ndio asili ya mwanadamu. Hata wewe hapo mtangazaji una mazuri na una mabaya. Mimi hapa ninayezungumza nina mazuri, nina mabaya. Kwa hiyo binadamu yote ameumbwa katika hali ya mazuri na mabaya. Sasa inategemea tu wewe mzungumzaji utaamua uzungumze kwenye engo gani, au yani uamue tu kuzungumza kwenye mazuri tu, sawa, na au uzungumze kwenye mapungufu ya kibinadamu. Sasa itategemea ulitaka tumwangalie kwenye engo ipi. Wanakwambia kwamba marehemu mtu akishafariki huwezi kumzungumzia mabaya yake. Sasa tuzungumzie kwa mazuri yale ambayo aliyafanya. Asante. Kwanza niseme kitu kimoja, tunapomzungumza rais hatumzungumzi Magufuli. Kuna tofauti ya Magufuli na kuna tofauti ya rais. Rais sio mali ya familia. Rais ni mali ya taifa. Ukimzungumza Mheshimiwa hayati Magufuli kama Magufuli, yeye unamzungumzia kama mali ya familia. Lakini ukisema rais mstaafu haumzungumzii tena mali ya familia. Kwa hiyo hapa sasa nitataka tumzungumze kama mali ya taifa. Na tunapomjadili kama mali ya taifa, maana yake tunakuwa na haki ya kumjadili. Na mjadala mzuri ni ule ambao utaainisha uzuri na mapungufu ya kibinadamu. Mapungufu yalikuwa kwenye nini na uzuri wake ulikuwa kwenye nini. Nitaanza na eneo la uzuri wake. Nikianza kwenye eneo la uzuri wake, Mheshimiwa hayati Magufuli, cha kwanza alipoingia kwenye madaraka, uzuri wake alikuwa ni mkali zaidi. Alikuwa ni mkali na alikuwa anachukua maamuzi hata ya hadharani. Mfano wake ni kama unavyoona sasa Mwigulu anavyofanya. Sawa? Kwamba unachukua maamuzi hata yale ya hadharani. Maanake sio kama marais waliopita walikuwa hawachukui maamuzi. Lakini inawezekana walikuwa wanachukua maamuzi kwa njia ambayo raia wa kawaida walikuwa hawajui kwamba kuna maamuzi yamefanya nini? Yamechukuliwa. Kwamba unajua raia wa kawaida anatafuta kupumua. Na kawaida sisi raia wa kawaida kutafuta kupumua vipi? Yaani maana yake mtu akiwa na matatizo mengi vile, halafu akaja akaona kuna mtu fulani alitenda kosa ameshughulikiwa, na yeye anahisi kabisa kwamba miongoni mwa matatizo yangu inawezekana yamechangiwa na huyu aliyeshughulikiwa. Yule mtu alikuwa na yale matatizo anapata nafuu. Yaani anapata kujisikia kidogo afueni vile. Mfano wewe leo aje mtu akupige ngumi kubwa sana kwenye uso, alafu uvimbe pale upate maumivu ya ile ngumi. Alafu baada ya dakika 5 usikie yule mtu amepigwa kule barabarani mpaka amevunjwa miguu. Yaani utaona wewe unapata nafuu. Yaani unahisi kabisa una feel hali fulani ya kupata kupumua. Kwa hiyo staili yake ile ya kutoa maamuzi mbele za umma, sawa, ni staili ambayo ilikuwa inaleta hali fulani ya kuleta unafuu kwa watu. Lakini staili hii kwa sababu pia huwa inaondoa na hadhi ya mtenda kosa. Yaani maana yake ni kwamba mtenda kosa anapohukumiwa hadharani, sawa, anaondolewa na ile heshima, kwa sababu jamii nzima, hata ndugu zake, jamaa zake, marafiki zake, wote wanamjua kama alikuwa ni mwizi, wanajua huyu alikuwa ni mwizi. Maana yake mpaka ile heshima yake imefanya nini? Imepokonyeka. Kwa hiyo hali kama ile inamfanya kiongozi mwingine au mtendaji mwingine wa serikali aufie sasa, arudi nyuma.
kumbe naweza kupokonywa heshima yangu kwa sababu ya 1, 2, 3. Kwa hiyo nisipokonywa heshima yangu inalazimu mimi sasa nifanye vizuri. Kwa hiyo ikatengeneza hali kidogo ya uwajibikaji, lakini sio uwajibikaji halisi, uwajibikaji wa oga. Yaani maana yake wako watumishi wa serikali walikuwa wakiwajibika kwa sababu ya uoga, na mimi sipendi sana watu wawajibike kwa sababu ya uoga. Natamani sana tutengeneze watu ambao watawajibika kwa sababu ya wajibu wao wa kuwajibika, kwa sababu ya uzalendo wao wa taifa ambao asili yake unatoka ndani. Lakini kwa sababu watu walipoteza hali hiyo ya uzalendo, watu wakawa hawana, kwa hiyo akatumia staili ambayo ilipelekea watu kujikuta wanawajibika sana kwenye majukumu yao kwa sababu ya eneo hilo la uoga ambao walikuwa nao. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo ni zuri ni hilo eneo ambalo ongezeko la nidhamu katika maeneo ya serikali, kwamba nidhamu iliongezeka katika maeneo ya serikali, na sio katika maeneo ya serikali, hata kwa watu wa kawaida, hata kwa vyama vya siasa. Unajua, nikueleze ukweli kwamba iwe ni nidhamu ya oga au ni uoga, hata vyama vya siasa viliingia na hiyo hali. Ilikuwa ni ngumu kidogo kuona baadhi ya vitu fulani kwa watu wa vyama vya siasa, na hii ni kwa sababu alijaribu kutengeneza watu walimuogopa, alitengeneza hali watu wakamuogopa. Kwa hiyo katika hali ya kumuogopa, mambo mengine yalikuwa yanaenda kwa sababu ya ule oga ambao watu walikuwa nao. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo lilikuwa nzuri. Shebako, ukiangalia wananchi wa Tanzania bado kwenye vichwa vyao Magufuli hajaondoka. Mpaka leo ukiona picha ya Magufuli ilipostiwa, unaona kabisa inawagusa wananchi. Leo ukipita mitandaoni, platform nyingi ambapo imepostiwa picha ama video ya Magufuli, unaona kabisa wameguswa, comment. Nadhani ya kwamba kulikuwa na uongozi wa aina gani kwa Magufuli ambao mpaka sasa hivi ni mgumu kusahaulika kwa Watanzania? Kwanza niseme kitu kimoja. Kuna vitu viwili sisi wengine tumekuwa sehemu nyingi tunafanya uchambuzi wa masuala ya siasa, lakini pia ni wanasiasa, lakini pia tuko katika mambo ya dini. Tunayachambua haya mambo kwa kina sana, kwa kuyaangalia kwa undani. Kuna wengine, kawaida ya binadamu yoyote akishaondoka duniani, sawa, huwa anaonekana mwema. Yaani binadamu yoyote akiondoka duniani, wewe hata leo hapa Bato ukitokea umeanguka chini umekufa. Watu wakija pale kwenye msiba wako, kila anayejua atasema Bato bana alikuwa hivi. Utaona mambo mengi yanayoelezwa kwako ni yale ambayo yalikuwa ni mazuri, ndio yanaelezwa kwako. Lakini pia kuna wakati mwingine mtu anaweza kuwa na chuki na wewe. Yaani mfano, mtu akiwa na chuki na Bato anaamua kumsifia rafiki yako Bato kwa sababu ana chuki na Bato. Yaani kuna mtu mwingine anakwenda kumsifu Magufuli, ukimwangalia huyo mtu, sawa, ukiwachunguza vizuri unakuta alikuwa ni opposition. Sawa, alikuwa ni opposition. Chunguza kwenye mitandao, unaona kabisa hao walikuwa ni opposition. Na tena hao walikuwa wakimpinga sana Magufuli. Na wengine walifika pale wakamuita dictator. Kuliibuka wakati ule mpaka kusema vyuma vimefanya nini? Vyuma vimekaza, kwamba hali ngumu, wakamuita wengine asikilizi watu. Tuhuma zilikuwa nyingi sana kwake pia. Lakini baada ya kuondoka kwake, kwa sababu tayari hayuko duniani, na ili watu wanabadilika sasa, anaweza kumchukia aliyoko katika madaraka. Sasa akajaribu kumsifu aliyeondoka, akidhani kana kwamba huyo aliyeondoka na yule aliyoko katika madaraka ni wawili tofauti, lakini wote hawa wanatoka kwenye msingi mmoja wa chama kimoja, misingi ile, lakini tofauti yao ni kwamba ni utawala mwingine na huyu ni rais mwingine. Kila mmoja anakuwa ana maono yake. Sasa nikija kwa swali lako kwamba yako yapi, kuna mengine ambayo yaliwafanya watu wa kada ya chini, japo yalikuwa ni makosa, yanaweza kuwa ni makosa, lakini watu wa kada ya chini wakaona kwamba anatupenda. Nitakupa mfano wa kawaida. Leo hii kuna watu wanaitwa labda wa machinga. Waliambiwa wafanye biashara kokote. Ukimchukua machinga huyu anapewa kitambulisho shilingi 20,000. Anakuja kuweka mali mbele ya duka la mtu mwingine. Ukimuuliza mwenye duka huyu, anaweza kuwa anaona anaumia, sawa, na anaweza kaona hili jambo
sio zuri kwake yule mwenye duka, kwa sababu labda atasema mimi nalipa TRA, nalipa kodi, nalipa frame, nafanya nini, alafu huyu anachukua mzigo wake anaweka mbele ya duka langu wakati yeye ana kitambulisho cha shilingi 20,000 tu na anauza vile vile vitu ambavyo mimi ninavyo. Mwisho wa siku maduka mengi mfano Kariakoo yalifungwa. Sawa, wengine wakawa wanachukua ile mizigo wanawapa wamachinga bila kulipa kodi, wanaitoa kwenye mastore yao, wanawagawia wamachinga wanauza barabarani, yeye jioni anakusanya nini? Anakusanya hela. Kwa nini? Kwa sababu aliona haja ya kuwa na frame tena sioni, bali haja yangu ni bora niwape wamachinga. Lakini kwa kada yao watu wa kawaida ambao sasa ni wamachinga, kwa wao ni nini? Ni furaha. Sawa. Kwa hiyo watu hao sasa kwa upande wao sasa wanasema yes. Sasa mtu kama huyu leo akija kuambiwa salama toka barabarani Kariakoo, unamuondoa labda barabarani. Unafikiri akikuta picha sasa ya Magufuli imepostiwa, unafikiri nini atakachoenda kufanya? Lazima ata comment katika posti, itakuwa positive way. Lazima ata comment kwenye njia nzuri. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu binadamu wote tumeumbwa na uselfish. Yaani kila binadamu unayemuona ameumbwa na ubinafsi. Hata kama mtu atakwambia mimi sio binafsi, anaweza akasema sio, lakini kwenye uhalisia ndani yake kuna nini? Kuna ubinafsi. Kwa mfano leo akiwa na shilingi 2,000, anakwambia naenda kula. Sawa? Hawezi kuambia bwana na 2,000 twende tukale wote. Sawa? Unaweza kuwa wote hapa ni waandishi wa habari, lakini wewe una 2,000 yako. Kwa sababu bwana mimi naenda kula. Bwana kanunulia mimi chakula bwana sina hela na 2,000 tu. Sawa, sasa kwa nini usiseme nenda kale wewe mimi nitasubiri baadaye? Kwa hiyo 2,000 ulionayo. Kwa sababu binadamu ameumbwa na asili ya uselfish. Sasa ataanza kujiangalia kwamba sisi tulikuwa tunapata nafuu kama kada ya chini. Lakini pili, kitu kingine muhimu, maneno ya matumaini. Mheshimiwa hayati Magufuli alikuwa na yale maneno ya matumaini. Kwa mfano, hii serikali ni ya wanyonge. Kwa hiyo huyu mnyonge hata kama hajala, kuanzia asubuhi mpaka jioni ya matumaini kutoka kwa rais. Kwa yale maneno ya matumaini yanamfanya yule mwananchi aone kweli huyu ni wa kwetu sisi. Unaona anavyotufikiria, anavyotujali sisi, hii serikali yetu. Kwa hiyo hali kama ile. Lakini yale matukio ambayo alikuwa akiyafanya, labda ameenda sehemu fulani, mama wewe ulikuwa na shida gani? Hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo vile vyote vilikuwa vinajumuisha watu wa kada ya chini kabisa kufeel kwamba hata kama walikuwa na maisha magumu, lakini walikuwa anaweza kufeel kwamba kumbe huyu mtu huyu ni wa kwetu, hata kama mfukoni hana chapa. Lakini ile hali ilikuwa inamjengea matumaini. Sasa kutokana na condition kama zile ndio ambazo unaweza kukuta sasa baadhi ya watu wakaendelea kumkumbuka, wakaendelea kucomment wakiona picha yake na kadhalika, kumsifu. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo yalikuwa yamekwenda kuwagusa moja kwa moja kada ile ambayo ni kada ya chini kabisa. Kuna namna ambavyo viongozi waliopo au watakao kuwepo katika miaka ijayo ilikuwa kuangalia yale ambayo kwa kama Magufuli mpaka leo nakubalika na wananchi, wanaonekana bado wanamkumbuka kupitia uongozi wake. Kuna namna ambao walikuwa wajifunze kupitia yale ili nao pia wawe moja wa viongozi ambao wataamilika kwa haraka zaidi na wananchi. Katika mimi naweza nikasema hivi kwamba binadamu yoyote tunapaswa kuchukua mazuri yake, lakini mabaya yake hatupaswi kuyachukua. Kwa sababu binadamu ana pande mbili kama nilivyosema mwanzo. Anayo mazuri lakini anayo mabaya. Kwa mfano sisi ambao ni watu wa siasa, sawa? Ukienda kwenye reti ya siasa kwa maana ya upinzani, namna ambavyo Jakaya Mrisho Kikwete alivyotoka, sawa? Upinzani ulikuwa uko juu sana, sawa? Uko juu, demokrasi ilikuwa ni kubwa kwa watu kwamba kujifanyia maamuzi. Na hapo kwenye demokrasi ukiangalia ndio panaenda kusimama kwenye ibara ya 8 ya katiba. Kwenye ibara ya 8 ya katiba ndio inatoa mamlaka ya serikali kuwa ni ya watu. Yaani serikali tunaiona ni ya wananchi. Lakini wananchi wanapataje mamlaka ya kuwa na hii serikali? Ni kwa sababu wananchi hawa wamepewa mamlaka haya na katiba ya nchi kwamba hii ni serikali yao. Sasa wananchi wanachokifanya ni nini? Kwa sababu hatuwezi kuongoza wote. Tunamchagua mwananchi mmoja, tunakasimisha madaraka kwake. Yaani maana yake wananchi wamekasimisha madaraka kwa rais. Kwa hiyo wanapomkasimishia madaraka rais, na yeye rais anawakasimishia wengine wa kumsaidia. Ndio anateua wakuu wa mkoa, anateua mawaziri, anateua nani. Wale wote wale wamekasimishiwa madaraka na rais, lakini tuliyemkabidhi nchi anakuwa rais. Sasa ukiondoa demokrasia, sawa, ukaondoa uhuru wa watu kuamua, maana yake unaondoa
hali ya wananchi kufanya maamuzi, yani ile ibara ya 8 inashindwa kusaundi vizuri. Sasa unaweza kuona kwamba wakati wa Jakaya Mrisho Kikwete hali ya demokrasia ilikuwa iko juu. Alipoingia yeye, hali ya demokrasia iliporomoka kabisa, na iliporomoka kwa sababu nyingi sana ambazo kila mmoja anajua. Kwanza zile kauli, pia alikuwa na kauli nzuri za hamasa, lakini alikuwa na kauli ambazo kidogo kwa watu ambao ni wa vyama vya siasa hazikuwa, wakati mwingine zilikuwa pengine hazipendezi. Mfano labda ukimchagua, haiwezi kumchagua mtu ambaye anatoka chama kingine alafu mimi nije nilete hapa nisema ndio kama kule Ubungo na kadhalika. Sasa nilete chochote hapa wakati umemchagua mtoto wa mama wa kambo na nini. Kwa hiyo yale mambo kama yale yalipelekea pia kushusha demokrasia ya nchi. Lakini vile vile tuliona mambo mbalimbali. Kwa mara ya kwanza Tanzania nzima, uchaguzi wa mwaka 2020 wabunge tulipata wawili tu wa upinzani, ambao mmoja kutoka Nkasi na mwingine Mtwara vijijini. Kutoka kwenye wabunge karibuni zaidi ya 70 au 80 ambao walikuwepo 2015 mpaka kubaki wabunge wawili. Kwa hiyo unaweza kuona maafa ya demokrasia pia yalidondokea kwake. Hapo ndipo palipoanza, na inawezekana yeye aliamini pengine kwamba hii demokrasia ni kikwazo kwa maendeleo, au ni kikwazo kwa kulifikisha taifa ninapotaka mimi lifike. Inawezekana aliamini hivyo. Kwa hiyo alipoamini hivyo, akaamua kutumia staili nyingine ambayo pia ilikinzana na utaratibu wa kikatiba. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo unaweza ukaona yalikuwa ni sehemu ya mapungufu katika upande wa masuala ya kidemokrasia. Lakini pia alikuwa mzuri kwa maana ya ujenzi, alijitahidi pia kwenye ujenzi. Kwa mfano, masoko mengi yalijengwa katika zama zake zile. Hata unaona leo kuna zile stendi kubwa, mfano stendi ya Dodoma, sawa, ambao unaiona leo, stendi ya ile ya Magufuli ya pale Mbezi. Ni stendi ambazo ni kubwa sana. Mimi siku moja nimetoka Malawi. Wakati natoka Malawi nimepanda kwa gari niko na wa Malawi. Wakati wa Malawi wanafika pale, nimekaa naye pembeni, mmoja anamwambia mwenzie, "This is Tanzania. I think it is South Africa." Anashangaa, sawa, kwamba kuona hii ni nini? Ni Tanzania. Yani anaona ile stendi kwamba anafikiria ni kama South Africa. Kwa nini? Kwa sababu ukienda Malawi hata stendi ya Mbagala hii ni kubwa. Yani Malawi mpaka unashangaa hakuna stendi. Unaweza kukuta watu wako chini ya mti, yani wamekaa chini ya mti pale ndio stendi. Sasa alipokuja kuona mambo kama yale, walishtuka. Sasa ni vitu ambavyo Magufuli alijenga masoko mengi, kaweka stendi nyingi na nini, ambavyo ni vitu vilivyogusa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo yalikuwa ni mazuri kwa upande wake. Kwa hiyo kama nilivyosema awali kwamba binadamu anaweza kuwa na mazuri, lakini binadamu anaweza kuwa na mapungufu. Kwa hiyo tunapohitaji kujifunza kwa mtu, tutajifunza kwenye engo ya mazuri yake. Yale mapungufu yake pia tunajifunza. Lakini tunajifunza vipi? Kwa kuangalia alikosea hapa. Sasa kwa hili ni kosa, lilikuwa mimi nisifanye kama hivi kwa sababu litakuwa ni kosa. Kwa hiyo nichukue yale ambayo yalikuwa mazuri tu niyaendeleze, na yale yalikuwa mabaya basi niaache. Kwa mfano niseme kitu kingine kimoja. Unaweza ukaona pia hata leo kuna baadhi ya watu wengine ni opposition wanaweza kusema Magufuli hivi na hivi, lakini miaka ya nyuma hao walikuwa wakimshambulia. Na yako mambo yalitokea, mfano hata yale mambo ya kupigwa risasi Tundu Lissu, risasi 16 ilitokea wakati wa utawala wa Magufuli, sawa. Yako mambo ambayo pia yalitokea ambayo pengine katika kipindi chake pia hayakuwa mazuri, pia yalitokea kama binadamu. Ndio maana nitakwambia kwamba binadamu yoyote kuna mazuri, lakini binadamu yote kuna mabaya. Lakini katika hali ya kawaida tunachukua mazuri yake ambayo aliweza kuyafanya, sawa, alifanya mazuri tu mengi ambayo yalisaidia nchi, na hatimaye nchi yetu imefika hapa ilipofika, kwa sababu wananchi wenye akili lazima wayakumbuke. Kwa ninaona kabisa kwamba wananchi wanayakumbuka yale mazuri, ndio pale ikifika pahala wanajaribu kuona wanafanya nini kwa sababu yako mazuri. Lakini kubwa zaidi ambalo pia lilikuwa likiwafurahisha wananchi, unajua umaskini sio kitu kizuri. Umaskini ukiwa mkubwa sana, kwanza unakutengenezea hasira. Umaskini una hasira. Unaona hata akipita mtu hapa ana gari zuri hivi, anapita nalo hapa barabarani, yani hata akikanyaga maji kwa bahati mbaya, wewe unaanza kusema kwa sababu ana gari ndio maana amekanyaga maji, anatudharau.
Kumbe hata hajakudharau, ni kama binadamu tu, pengine feeling ya kuyaona hayo maji yameyakanyaga yamekurukia. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya hali ya umaskini, huwa unamtengenezea mwanadamu hasira. Sasa kuna ile hali ambayo Mheshimiwa Magufuli ya kushughulikia pia mafisadi. Unaona, leo unaona labda Manji amekamatwa, nani amekamatwa, anawekwa ndani watu ambao ni wazito. Kwa hiyo kuna vitu kama vile vinamfanya huyu maskini huyu ahisi kwamba naye anapata afya, alafu anahisi kwamba okay, kumbe kuna mtetezi ambaye pia ananitetea mimi. Sawa. Kwa hiyo katika hali moja au nyingine, hivyo ni vitu ambavyo pia vilikuwa vinaleta faraja kwa baadhi ya watu. Japo kwamba mimi sio muumini sana wa kumchukia mtu kwa sababu ya kile alichonacho. Mimi ni muumini wa kujifunza kwa mtu kwa kile alichonacho. Yaani nikiona mtu amefanikiwa na jifunza amefanikiwaje. Sawa? Sio nichukie mafanikio yake. Lakini hata sisi wa Tanzania hapa watu, wewe ukifanikiwa zaidi, sawa, channel ikawa